aliendelea kukaa mle kwenye kile chumba. Hatimaye leo ilikuwa ni siku ya 21 na baba yake alikuwa akimletea chakula, lakini binti alikuwa anaendelea kulia huku akiwa anahitaji kuweza kutoka kwenye kile chumba. Leo ilikuwa ni siku birthday ya binti na baba yake alienda akanunua keki na akawa amemletea binti ili aweze kusherekea siku yake ya kuzaliwa akiwa mle kwenye kile chumba. Na mzee alisema kwamba nimeweza kukuletea pia zawadi, sio keki tu, nimeweza kukuletea zawadi, unaweza ukaifungua pia ukaitizama hiyo zawadi ambayo nimenunua kabisa maalum kwa ajili yako. Binti ilibidi aweze kufungua ile zawadi akaione ni zawadi gani. Basi akawa ametoka pale na kwenda kuifungulia pembeni, kwa sababu ile zawadi ilionekana ni zawadi ya nguo ambayo babake alikuwa ameenda kumnunulia na kumletea kama zawadi ya siku yake ya birthday. Sasa mzee akawa amebaki pale ametulia huku akiwa anamsubiria binti yake arejee baada ya kwenda kubadilisha ile nguo ambayo alikuwa amevaa, basi aweze kuvaa ile ambayo mzee ameweza kumletea, ambayo anadai ni kama zawadi kwa binti yake kwa sababu leo ni siku ya birthday ya kuzaliwa. Baada ya pale basi binti alienda akabadilisha ile nguo na kuvua zile za zamani, basi akawa amevaa ile ambayo ameweza kuletewa na baba yake, kwa sababu baba yake alimwambia leo siku yake ya birthday, kwa hiyo inabidi aweze kubadilisha mavazi. Sasa baada ya pale binti akawa ameweza kuvaa ile gauni na mzee akamwambia kwamba inatakiwa aweze kusogea pale ili kufurahia siku yake ya kuzaliwa. Basi binti alisogea pale na mambo yakawa yameisha kwa siku hiyo. Basi binti akawa amesherehekea siku yake ya kuzaliwa. Sasa leo ilikuwa ni siku nyingine tena ambayo mzee alikuja kwa ajili ya kumtembelea binti yake kule kwenye kile chumba cha siri alichokuja kumfungia. Leo basi alikuwa amekuja kumtembelea, lakini binti nyuma yake alikuwa ameficha silaha alikuwa ametengeneza kutokana na yale makopo aliyokuwa akiletewa chakula. Basi alikuwa ametengeneza kama silaha ili kuweza kumvamia babake ili aweze kujiokoa, lakini kwa ghafla kipindi alikuwa anahitaji kuweza kumvamia babake, bahati mbaya babake akawa ameshika ile silaha na kuiona, na baba akawa amemwahi mtoto wake na kumbamiza kwenye ukuta kisha akamtupa huko. Na baada ya pale kitu kilichofuata basi kilikuwa ni maumivu sana kwa binti, kwa sababu babake hii siku ndio ilikuwa siku ya kwanza kabisa baba kuweza kufanya mapenzi na binti yake. Baba akawa amemlazimisha pale na kumbaka binti na hatimaye ikawa imepita hivyo. Sasa hatimaye binti alisalia pale kwa takribani siku 354. Binti alikuwa bado yuko kule kwenye kile chumba na babake alikuwa akimtumia kama mpenzi wake ama kama mke. Na hatimaye leo binti alikuwa tayari ameshapata ujauzito na ujauzito ulikuwa tayari umeshakuwa, na tokana na siku nyingi kuweza kupita, basi binti leo ilikuwa imeweza kufika siku ya kuweza kujifungua. Na binti yuko mwenyewe kwenye kile chumba, lakini babake alichukua kitabu ambacho kilikuwa kina mafunzo yote ya kuonyesha ni jinsi gani mwanamke mjamzito anaweza akajifungua pale anapopatwa na uchungu. Bwana binti ikabidi aweze kujisaidia mwenyewe na kuhangaika ili aweze kujifungua salama. Na hiyo siku basi ikawa imepita na binti akawa ameweza kufanikiwa kujifungua salama kabisa akiwa bado yuko kule kwenye kile chumba cha siri. Lakini huku mama yake mzazi alikuwa hata apati usingizi kwa takriban miaka 4 imepita hajaweza kumuona mtoto wake. Sasa huku kwenye kile chumba cha siri baba aliendelea kuishi na familia, na yule mtoto wa kwanza aliyeweza kuzaliwa basi alikuwa ni mtoto wa kike, na mzee aliendelea kuishi na binti yake kama mke wake kwa takriban hiyo miaka 4 imeweza kupita. Na mzee alikuwa analeta vitabu basi na kumfundisha yule binti ambaye alikuwa ni binti yake kwa sasa, ambaye alikuwa anaishi naye kama babake. Sasa binti alikuwa anaendelea kukua na sasa hivi takriban miaka 4 imeweza kupita, kwa hiyo mtoto tayari ameshakuwa mkubwa. Na mtoto baada ya kuwa mkubwa basi mama alikuwa ameshapigwa mimba nyingine tayari na babake. Yani baba alikuwa hataki kabisa kuweza kuchelewesha kwenye swala zima la kupachika mimba. Sasa mtoto wa kwanza alikuwa ni mtoto wa kike na mambo yalikuwa yanaendelea kwa sababu maisha magumu yalikuwa yanaendelea mle ndani na chakula kilikuwa ni kidogo kutokana na kazi ya mzee aliyokuwa akifanya ya kustaafu, yani aliyokuwa anafanya mwanzo, sasa hivi ameweza kustaafu. Kwa hiyo upatikanaji wa pesa unakuwa ni mgumu kwake kuweza kuhudumia familia mara mbili, inabidi aweze kubalance chakula kidogo ambacho anapata basi anaweza kukileta na huku ndani. Sasa binti alikuwa anamuomba baba yake kutokana na hali ngumu ambayo baba yake anapitia aweze kumchukua huyo binti, yani mtoto wake, na atoke naye kule nje, lakini mzee aliweza kukataa kile kitu na akamwambia asije akamwambia kitu kama hicho siku nyingine, kwamba aweze kutoa watoto kule na kuwapeleka kule juu. Wakati huo wote binti akiwa anaendelea kule kuishi na mume wake ambaye ni baba yake mzazi, mama alikuwa akihangaika huku kwa takriban miaka 7 sasa imeweza kupita. Mama akiwa anakaa pale nje anatizama njia labda binti yake atakuja kutokea, lakini binti yake yuko huko anaendeleza familia na tayari na watoto wawili, ambaye mtoto wa kwanza ni mkubwa tu ana takriban miaka 7 na mtoto wa pili alikuwa kama na miaka 3 hivi, na maisha yalikuwa yanaendelea mle ndani. Sasa wakati huu hiyo miaka yote imeweza kupita, basi mama alikuwa tayari ameshapata watoto 3 na mtoto wake wa kiume mmoja leo hii alikuwa ni mgonjwa. Kwa hiyo mama ikabidi aweze kumuomba mume wake aweze kumletea dawa, mume wake ambaye ni babake, ili waweze kumsaidia yule mtoto ambaye ni mgonjwa. Mama alivyoletewa dawa yenyewe bwana ilikuwa ni dawa, yani ni dawa yenyewe ambayo ilikuwa imesha expire. Kwa hiyo mzee
kutokana na ugumu wa pesa alienda tu akaokota huko madawa, basi akawa amealeta mle ndani ili aweze kumsaidia mtoto wake, lakini mambo yalikuwa ni magumu sana kwa mzee kwa sababu kajitakia matatizo ambayo hadi sasa hivi anashindwa kuyahudumia. Sasa binti akawa anapiga kelele kumwambia babake aweze kuleta dawa, lakini babake aliondoka kwenye kile chumba na kutaka kabisa kuweza kumsikiliza binti yake. Binti yake alimwambia, unataka mtoto wetu aweze kufa, tumpeleke hospitali, lakini mzee alimzuia. Kisha baada ya pale akawa ametoka na kuelekea kule nje. Mama anauliza, kwa nini wewe hauzungumzi chochote, haufuatilii chochote kuhusu binti yetu? Ni kipi ambacho unachotuficha? Lakini mzee alimzuia mwanamke, yani mke wake, na kumwambia asimuhusishe jambo lolote linalohusiana na binti yake, kwa sababu walikuwa wanasapotiana kuweza kumpinga na kufanya binti yake kuwa na kiburi. Kwa hiyo jambo lolote linalohusiana na binti yake asihusishwe. Na baada ya pale mzee akawa amekasirika sana, akawa amevurugwa pale na akili akawa amenyanyuka, lakini kwa bahati mbaya akawa amesahau ufunguo wa kule kwenye kile chumba chake cha siri, na binti yake yule wa kike akawa amekiona kile kiufunguo pale kwenye koti, na mzee aliondoka bila kujua kwamba kadondosha ufunguo. Binti alikuja akauokota ule ufunguo, kisha akashuka kule store ili akachunguze, kwa sababu anahisi kabisa baba yake kuna jambo ambalo analificha kule kwenye ile store yake ya siri. Na binti baada ya kushuka kule kwenye kile chumba cha siri akawa anakagua ili kuona ule ufunguo ulikuwa unafungua sehemu gani, kwa sababu ameshamfuatilia baba yake, anaona waga anakujaga huku. Je, huu ufunguo unafungua sehemu gani? Binti akawa anakagua ili aone kuna siri gani ambayo imejificha kwenye hichi chumba. Binti akawa anaendelea pale kukagua ili aone labda kuna kitu chochote ambacho kinaweza kikamfanya akaweza kumpata mdogo wake wa kike ambaye ni Odese. Lakini kipindi anaendelea kukagua pale, kwa bahati mbaya babake akawa amekuja na kumkuta akiwa anaendelea kukagua na akawa bado hajafanikisha chochote. Babake akawa amemwomba ule ufunguo, lakini binti alionekana kuzungumza kwa hasira na kusema, we kutakuwa na kitu ambacho unatuficha humu ndani, kwa sababu we hata ufuatilie kuhusu mdogo wangu. Lakini baba akazungumza na kusema, hivyo unadhani mimi nitakalia kufuatilia mtu ambaye alikuwa anisikilizi, mtu ambaye alikuwa hafuatilii chochote kuhusu mimi? Na ninakuonya ukome kabisa swala zima la kuweza kunifuatilia, yani kuja kuingia tena kwenye chumba. Basi baba akawa amemfukuza binti yake na kumuonya asije akarejea tena kwenye kile chumba, kwa sababu kuna siri zake kubwa ambazo amezificha na hataki mtu yoyote aje kugundua kwamba yeye anamtumia binti yake kama mke wake. Kwa takriban miaka 7 imeweza kukatika na binti tayari alikuwa ameshapigwa mimba nyingine, mimba sasa hii ni mimba ya 4 na tayari binti alikuwa ameshajifungua. Sasa leo ilibidi aweze kumuomba babake, maana kutokana na babake kutokuwa na kazi maalum imekuwa ni changamoto kubwa sana wao kuweza kupata chakula. Kwa hiyo ilibidi aweze kumuomba babake amchukue yule mtoto mdogo ambaye ameweza kujifungua kwa sasa hivi, ambaye ni mtoto wa 4, aweze kumpelekea mama yake, maana wakiendelea kubaki humu wote basi watapoteza maisha, kwa sababu hewa inazidi kuwa ndogo na wao wanazidi kuongezeka. Kwa hiyo hewa inazidi kuwa ndogo, itafikia hatua basi itakuwa ni ngumu sana kwao kuendelea kuishi kwenye chumba. Mzee kumbuka alikuwa amemuonya binti kutokuhusiana kabisa na swala zima la kuchukua watoto kuwapeleka kule nje, lakini binti alijitahidi kuweza kumbeleza baba yake ili aweze kukubali kumchukua mtoto wake na kumpeleka kule nje kumpelekea mama yake. Sasa siku ile weza kufuata, mama aliamka asubuhi na kukuta mtoto yuko mlangoni kwake, na baada ya kuweza kumkagua yule mtoto alikuta alikuwa na ujumbe, na ule ujumbe ulionekana kutoka kwa binti yake ambaye ni Odese, akiwa anamuomba kwamba mama yake aweze kumlea yule mtoto, na Odese bado ni mzima. Kwa hiyo alikuwa anamuomba mama yake aweze kuendelea kumlea yule mtoto na kumtunza na kumhudumia, kwa sababu anaamini ipo siku moja basi watakuja kukutana. Mama alipata uchungu sana, kwa sababu mishapita takriban miaka 10 hajawahi kumuona binti yake kwa miaka hiyo yote, na alikuwa anaamini kabisa labda binti yake alishakufa, lakini leo anapata taarifa kwamba binti yake bado mzima. Mama alishtuka sana, kwa sababu alikuwa tayari ameshaanza kukata tamaa na kuamini binti yake alishakufa. Sasa baada ya pale ikabidi aweze kumbeba yule mtoto na kumtoa pale, lakini kwa bahati mbaya pale kwenye kile kikapu kulikuwa na ujumbe ambao binti yake alikuwa ameutuma kisirisiri bila babake kujua, lakini kwa bahati mbaya babake ndo akaja akaupata ule ujumbe na kugundua kwamba ule ujumbe, yani design ya kutuma yule mtoto kuja kule juu, alikuwa anahitaji kuweza kumfikishia mama yake message ili mama yake ajue kwamba binti yake yuko bado hai na alikuwa anahitaji msaada kwamba katekwa. Sasa baada ya pale mzee alirejea mle chumbani akiwa na hasira kinoma, yani kwa sababu alikuwa kakasirishwa na yule binti yake baada ya kuomba kwamba mtoto aweze kutolewa kule nje, kumbe alikuwa anahitaji kuweza kumtumia mama yake ujumbe. Sasa mama ilibidi aweze kuwatunza kwa ficha kwanza watoto wake ili wasiweze kuona kile ambacho kinaenda kutokea huku nje, nikomboa kwenye hichi chumba. Sasa binti alikuwa hana chaguo zaidi ya kufuata kile ambacho babake anachokihitaji na kuendelea kuishi naye tu, kwa sababu babake anaweza akafanya kitu chochote kibaya ama kumwangamiza. Sasa binti baada ya kuweza kupita kama miaka 17 akiwa bado yuko kule kwenye kile chumba, na mwanamke huyu tayari alikuwa ameshapata ujauzito, mimba nyingine, na yule binti yake wa kwanza tayari sasa alikuwa ana miaka takriban miaka 17, wakiwa bado wako mle kwenye kile chumba cha siri bila kutoka nje wala kujua hali yoyote inayoendelea kule nje. Sasa babake leo alikuwa mikapo anapiga
story, mama alikuwa akimtengeneza binti yake nywele, lakini pia baada ya pale basi mama akawa ametoka. Sasa binti akawa amesogea pale kwa babake na babake akawa anapiga naye story, lakini akawa amemuita na kumsogeza, basi akawa anamshika mikono, na huku mzee yule alionekana kabisa kuanza kumtamani tena, ambaye alikuwa sasa sijui ni mjukuu wake, sijui tumuite binti yake tu hivyo hivyo. Mzee alionyesha kumtamani huyu ambaye ni binti yake tena. Baada ya pale akawa anamsifia binti yake kwamba ni mzuri. Mke wake ambaye ni binti yake pia akawa amefika na kulikuta lile tukio. Basi baada ya pale akawa amemuonya sana yule babake, na kwa mara ya kwanza kabisa binti alionekana kuwa mkali sana na kumzuia kabisa babake asiweze kufanya kitu kama kile ambacho kilichoweza kumtokea kwake, eti aje tena amsurprise na kumfanyia vitu vya ajabu kwa binti yake. Basi mzee alikuwa hana neno. Basi baada ya pale akawa ameondoka na kuwaacha mle ndani wakiwa wanaendelea na maisha, lakini mama aliona kuna hatari kubwa ambayo inakuja baada ya kuona babake ameanza kumtamani tena binti yake. Na mwaka wa 18 unaendelea, yani miaka inaendelea kupita, na huu ni mwaka wa 18. Leo kulikuwa na mvua ambayo ilikuwa ikinyesha huku juu, na maji yakawa yanaseleleka yanachulizika kutoka kule na kuelekea huku. Sasa yakawa yanapita, kulikuwa na tundu moja hivi, kulikuwa na sehemu imeweza kutoboka, ikawa inapitisha unyevunyevu, ukawa unadondokea mle kwenye kile chumba cha siri. Na mama baada ya kuona ile sehemu ikiwa inapitisha maji, basi akaona kabisa kwa